Siku moja dunia hii itaendelea bila mimi na wewe. Nguo zetu zitabaki, pesa zetu zitabaki, nyumba zetu zitabaki, simu zetu zitabaki. Siku moja simu yako itaita, hutokuwa na uwezo wa kuipokea. Kila siku hapa duniani tunatafuta pesa, tunajenga nyumba kama tunaishi milele, lakini ukweli ni kwamba hapa duniani tunapita tu. Nyumba, gari, fedha, umaarufu tutaviacha kwenye hii dunia. Kila lisali moja, kila dakika moja, kila sekunde moja, roho za watu zinauacha mwili. Ikiwa leo hii umeamka salama kutoka kitandani, amini kwamba kuna watu hawajaamka leo hii na wamekufa kitandani. Ikiwa ulienda bafuni ukaoga na ukatoka salama, amini kwamba leo hii kuna watu wameenda bafuni, wameteleza, wameanguka na wamekufa. Ikiwa kama ulikula ugali ama wali ukatoka salama, amini kwamba leo hii kuna watu wamekufa kwa kupaliwa. Amini kwamba kama ulikuwa pikipiki, bajaji ama gari na umetoka salama, amini kwamba leo hii kuna watu na wamepata ajali na wamekufa. Moja ya ukweli kuhusu maisha, tunaishi tukiwa marehemu tayari. Kimsingi kwenye hii dunia kuna kitu muhimu sana cha kujifunza. Kwenye hii dunia, katika maisha ya mwanadamu, kuna kuacha historia na kumbukumbu. Historia unaelezewa kwamba ulizaliwa sehemu fulani, ukasoma sehemu fulani, ukamaliza sehemu fulani, ukaishi sehemu fulani, lakini kumbukumbu, umeacha nini? Kwenye dunia hautokumbukwa kwa kile ulichokipata, utakumbukwa kwa kile ulichokitoa. Jitoe katika jamii, fanya mema, ishi vizuri na watu, wapende watu, acha kuishi na watu kwa chuki, acha kuishi na watu kwa mabaya, fanya mema, ishi vizuri mbele za Mwenyezi Mungu. Kimsingi kwenye dunia hakuna mtu atakayebaki salama. Maisha yetu yamekuwa kama vipindi, yamekuwa season. Kwenye dunia tunapita. Jitahidi kufanya mema, ishi vizuri mbele za watu, lakini pia tengeneza njia yako njema kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Maisha haya unaoyaishi kwa mujibu wa kitabu cha Zaburi 90:10 imemkadiria mwanadamu kuishi kwenye dunia takribani miaka 70. Piga hesabu ya umri